Katika makala yetu spesheli tunakuletea simulizi ya wanafunzi wawili kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta wenye ulemavu wa kimo waliojizolea umaarufu katika mtandao wa TikTok. KUTV ilifanya mahojiano na Sandra Kageha anayejulikana mitandaoni kama KU Lastborn na Patience Nelima anayejulikana kama Kenyan Ebube, wakituelezea mengi kuhusu maisha yao na jinsi wanavyosawazisha umaarufu wa mitandao na masomo. Tazama. Pengine umekutana nao katika mitandao ya kijamii, haswa kwenye mtandao wa TikTok. Now this one I call Sandra Kageha anaenda kwa jina maarufu mitandaoni kama KU Lastborn, linalotafsirika kama kitinda mimba wa Chuo Kikuu cha Kenyatta, na Patience Nelima anayejulikana kama Kenyan Ebube. Wawili hawa wakizoa umaarufu mitandaoni kwa hali yao ya kuwa na kimo kifupi. Tukaanza kutrend. Then people kwa comments akaniambia change your name to Kenyan Ebube because you look like the Nigerian Ebube. Tulikutana nao ndani ya Chuo Kikuu cha Kenyatta ambapo walifunguka mengi kuhusu safari yao ya kuwa maarufu mitandaoni na jinsi wanavyomudu kusawazisha masomo na umaarufu mitandaoni. Wawili hawa wakitueleza jinsi walivyokutana kibahati katika tamasha la Freshers Night. Tulikuwa tu friends because we were both short. Yeah. Tulipatana Freshers Night. Then nikaona msichana mfupi niko so mtoto, kwanza nilifikiria ni mtoto wa lecturer. Patience Nelima anayetoka katika kaunti ya Bungoma ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika Chuo Kikuu cha Kenyatta. Nelima yupo katika shule ya sheria, sanaa na sayansi za kijamii akifanya shahada ya masomo ya filamu na sanaa ya jukwani. Nelima akitueleza kwa nini alichagua Chuo Kikuu cha Kenyatta. I came to KU because it has many opportunities, especially with the course I am doing, because the Kenya National Theatre iko tu karibu na KU. Sandra naye yupo katika mwaka wa pili akiwa katika shule ya ualimu akifanya shahada ya uchoraji na sanaa ya jukwani. Sandra anayetoka katika kaunti ya Kakamega alikichagua Chuo Kikuu cha Kenyatta akisema kuwa ndicho chuo pekee nchini kinachofunza shahada yake. I chose Kenyatta University because it's the only university that offers education, fine art. The rest ni colleges. Sandra na Patience walijiunga na mtandao wa TikTok mwaka huu. Sandra akiwa wa kwanza alijiunga na TikTok na baadaye kumuungisha Patience walipokutana. Kupitia mahojiano na waunda maudhui katika mtandao huu na juhudi zao katika mtandao, wawili hawa wakajizolea umaarufu wa haraka. Before tukuje like September, I said like I want to try this TikTok stuff. So nikaona niko KU. And KU is a good school, it's a big school. Naweza to like use my short stature to my advantage. Niliingia TikTok the second week. The second week? Yeah. And how was TikTok for you? Ama uliingia tu kwa celeb ama uli struggle kidogo? First, Sandra aliniingiza, sikuwa najua nitajita jina gani. First nilikuwa najiita Kenyatta Uni Lastborn 2. Then tukaanza kupost videos, kidogo tukaanza kutrend. Sandra akifichua jinsi utani wa walinzi katika malango ya chuo waliomtania kwa kumuita kitinda mimba wa Chuo Kikuu cha Kenyatta kilimfanya kutumia jina hilo katika mitandao ya kijamii. Watch ladies, our security walikuwa wananitanga Lastborn. So I decided to call myself KU Lastborn. Umaarufu wa mitandao haujakosa changamoto zake. Sandra na Patience wanatueleza jinsi kazi yao ya kufanya matangazo ya kibiashara katika mtandao wa TikTok imekuwa barabara iliyojaa miiba. Anataka kukutumia ama anakukontu, anakuja anakuambia kuja nifanyie. Juu wewe ni mdogo, ni kama wanakubuli. Sasa inabidi tu ufanye, ukikataa wataanza kusema like wewe si mzuri. Unapata there's this shop wanauza duka, wanauza clothes and jewelries. Then there are many others, they want you to do the same thing. So nikifanya mtu mmoja au watu watataka, na nikifanyia watu mtu mmoja atasema nimembetray. Changamoto nyingine wanayopitia mitandaoni ni unyanyasaji wa mitandaoni. Sandra na Patience waliosomea katika shule ya upili ya Bishop Njenga na shule ya upili ya Butere Mtawalia wamekiri kwamba hawakupata unyanyasaji wa aina yoyote
yoyote ile wakiwa katika shule za upili. So nilisoma Archbishop Njenga Girls High School, iko Chekalini. Na maisha ya high school ilikuwa tu poa. Kuna bullying. Butere Girls, that's a very nice school. It has a lot of opportunities and there was no bullying. Ila katika mitandao ya kijamii, maoni hasi yamekuwa kawaida ya mitandao. Wawili hawa wakisema kwamba wamejifunza kupuzilia mbali maoni yaliyojaa unyanyasaji kutoka kwa baadhi ya watumizi wa mitandao. If they're negative, I really ignore them. Those people try to tell you, don't wear a skirt, you look like a shosho, don't do makeup, do what. Sandra na Patience wamekuwa na kibarua cha kusawazisha masomo na umaarufu wa mitandao. Wawili hawa wakiteleza kuwa kwao ni masomo kwanza, halafu umaarufu baadaye. I cannot miss one class because of content or TikTok. So what I usually do content on my free time, maybe in the evening or mostly during weekends. Wazazi wa Patience walikuwa na hatihati na umaarufu wake mitandaoni, ila sasa wanajivunia umaarufu wa mwana wao. Sandra naye anatueleza kuwa familia yake imekuwa nguzo muhimu katika safari yake ya umaarufu. First, my parents were not comfortable. They were saying, achana tu na hiyo TikTok, maybe itakuharibia maisha. But now, they're good because imeniletea many opportunities in life. Shiwa tu nguvu na unataka give up, but sasa mamangu ananiambia don't give up yet. Utajipa. Patience alizisifia huduma za kurugenzi za huduma za watu wenye ulemavu katika chuo kikuu cha Kenyatta. KU Van Disability inasaidia sana. Unaita? Kama nimechoka sana, mom, I have airtime, huwa napigia Tio Van, and then niko mahali fulani, anakuja na baba ananipeleka penye nataka. Patience na Sandra wametoa wosia kwa wanafunzi wengine wanaoishi na ulemavu wa kimo. To show people around the world, be confident, always walk with your head up, and those people who try maybe imitate you or bully you, don't let them get into your head. Safari ya Sandra na Patience si safari tu ya kujiamini, bali ni safari ya kujituma, na sasa wanapochanganya elimu na sanaa, maisha yao ni funzo kwa wengi. Blue Smile Hassan, runinga ya KU.